Majukumu makubwa ya taasisi yetu ni kuzuia na kupambana na rushwa, lakini baada ya majukumu hayo, sisi TAKUKURU huwa tunajumuika katika matukio mbalimbali ya kijamii kwa kuwa sisi ni sehemu ya jamii hiyo, na tunahitaji sana ushirikiano kwa jamii ya wadau ili tuweze kufanikisha katika kazi ya kuzuia kupambana na rushwa. Kuna mahali pengine Biblia imesema kwamba tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa upendo. Hivyo basi, safari hii ni sehemu ya matendo hayo ya kijamii ambayo TAKUKURU huwa inafanya wakiwa katika jamii zetu. Niwashukuru TAKUKURU kwa kuandaa jambo hili zuri, jambo hili la kiibada, jambo hili muhimu, na niwashukuru na kuwapongeza kwa kuwa na heshima na kuthamini dini, kwa sababu bila ya kuwa na hivyo wasingeweza kufanya tukio kama hili. Na pia niwapongeze kwa sababu kwa kumbukumbu zangu nadhani ni mara yao ya kwanza kufanya jambo hili. Kwa hiyo wamefanya jambo ambalo ni zuri, lakini pia ni jambo ambalo litawasaidia katika shughuli zao, kwa sababu miongoni mwa shughuli zao ni kuzuia na kuelimisha kuhusu kupambana na rushwa. Kwa hivyo kusanyiko kama hii ni kwamba lazima inatoa ukumbusho, inatoa elimu ya namna fulani juu ya vita dhidi ya rushwa. Taasisi hii, hata viongozi wa dini, mmetupa deni kuwaombea, kwa sababu tunafanya kazi kubwa sana, na kama viongozi wa dini tumejifunza na tumeona kitu kwa taasisi hii ya TAKUKURU, na tumeungamanishwa kwa upendo kwa njia hii ya chakula cha pamoja. Kule kwenye maandiko ya Biblia kama alivyosema mtumishi wetu hapa wa TAKUKURU kwamba tunapokuwa pamoja, Biblia inasema kwenye hiyo Zaburi ya 133 kwamba Mungu anaamuru baraka, na ninaamini katika futari hii wote tutatoka humu tukiwa tumebarikiwa. Tuseme amina. Na kwanza Mwenyezi Mungu alichofanya cha ajabu katika mwaka huu kwa Kwaresma pamoja na mwezi wa Ramadhani tumekutana, na lengo kubwa hii miezi yote miwili au hizi zote mbili zifanye ibada, na ibada hii mara zote kila mwaka inafanyika kwa kila dini. Lengo kubwa la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuhakikisha tunajifunza nini kwenye dini kinatakiwa kufanyika. Amezungumza Sheikh kuwa lengo kubwa baada ya kumaliza mfungo huu tuwe wacha Mungu, tuwe tumejifunza ibada, tuwe wakamilifu. Tuanzie hapo, nini maana ya ibada? Basi ndani ya mwezi ibada ni yale matendo yote maovu kuyaacha na kumrudia Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa wale upande wenzetu kumrudia Yesu Kristo kwa ajili ya kutenda yale mema ambayo wanatakiwa kuyafanya. Sasa shida kubwa iko hapa sasa. Tunakwenda kufungua kwa Uislamu, tunakwenda kumaliza Kwaresma kwa Kristo. Huwa sasa tunataka kulipiza yote ambayo Mwenyezi Mungu atakayofanya. Yaani dhambi zote tunaanza kuzikusanya huko. Kwa sababu tunajua kuna Ramadhani nyingine itakuja na Kwaresma nyingine itakuja. Wa kuvaa kimini atavaa kimini, atapita mbele za watu bila aibu. Shehe leo atageuka kwenda kuwa mrefu. Utamkuta bado kama amekunja ndio anakwambia wakati ushapita Ramadhani, sasa wakati mwingine hakuna burudani. Amekaa na mtoto wa 2000. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora hapa
Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.